Yani hao TFF ukiwatamka na hisi kama yani masikio yangu yanafanya kwa sababu ndio wanaharibu mpira wa Tanzania. Leo umesikia hapa mwamuzi amepuliza kipenga cha mwisho, mashabiki wameanza kudundana. Hii sio kwa sababu ya mchezo huu kwamba Simba sisi tumewafunga goli moja mashabiki wanapigana. Hii inasababishwa na chuki ambazo ziko ndani ya TFF. Tukiongea wanaanza kutupigia simu, unamtukana president, unafanya nini? Wapi maelezo yapi ambao au video ipi ambayo inaonyesha sisi Yanga tunamtukana president? Wala hakuna sehemu kwenye katiba ya TFF inasema kipengele president should be above the law. Kwa hiyo kama president anakosea, tunamkosoa kiungwana, tusitishwe. Tunamkosoa kwa sababu tunaona madhaifu. TFF ndio mzizi wa kila kitu. Mwanzo tulikuwa tunadhani ni bodi ya ligi, lakini baada ya juzi Waleskaria kuja kukaa kwenye media na kuongea kauli kama zile, tuliamini kabisa sasa hizi pressure sio hata bodi ya ligi, ni pressure kutoka TFF. Kwa sababu hata kwenye mchezo ukirudi, mchezo wa tarehe 8 mchana alipigiwa simu Mzee Mguto, mwenyekiti wa bodi ya ligi, alisema mechi ipo. Boimanda tulimsikia asubuhi kwenye baadhi ya vituo vya redio anasema mchezo uko pale pale ukiacha vurugu za jana, lakini saa chache mbele tunaona bodi ya ligi wenyewe tena wamegairisha mchezo. Kwa hiyo inaonyesha kuna pressure kutoka TFF, na TFF ndio mzizi wa kila kitu. Nimeona pia baadhi ya watu mtandaoni wanajaribu kusifia, yani tuache kuendekeza uchawa. Hawezi kukaa eti kwenye peji yako sio kwenye kipaza sauti unasifia kwa sababu eti rais wa shirikisho amefanya sio mambo makubwa kwenye mpira wa Tanzania, si timu za taifa zimefika robo finali, si zimeshiriki, si tumeandaa mashindano. Hivi ni vitu ambavyo havifanywi tu na president. Na kwangu mimi rais wa mpira wa nchi hii TFF namuona kama ceremonial leader, simuoni kama kiongozi ambaye eti kwamba ndio mtendaji kweli kweli. Na ndio maana kwenye bodi ya ligi kuna mtu kama CEO, kuna mtu kama afisa habari, ndio maana kuna chombo kingine huru cha bodi ya ligi. Kwa hiyo kwangu mimi kuanza kukaa kwenye mic kusifia si rais wa TFF amefanya nini, ni ulimbukeni tu jasho wanavuja kina Kapombe, kina Baka, kina nani hao wanakuja kuipambania timu ya taifa, afu unakuja kutoa tu pongezi kwa mtu tu amekaa juu. Kwa kwangu mimi hata hayo mafanikio ni yametokea tu kipindi cha uongozi wa Karia, ila haja play part yoyote. Mmeipeleka sasa TFF CAF, naona nafasi yenyewe kushinda kwenye kesi hiyo. Yanga tujasema tumewapeleka TFF CAF. Kuna barua zimepelekwa. Yanga mpaka sasa hizi hawajaweka wazi wamemshtaki nani CAF. Kwa hiyo unaposema tumewapeleka TFF, sijui unataka kuzua taharuki, lakini sisi tunachojua timu yetu imeshapeleka kesi CAF. Hatujui ni ya TFF, hatujui ni ya bodi ya ligi, hatujui ni ya Simba, hatujui ni ya nani. Ila tunachojua viongozi wetu sasa hizi washapeleka kesi CAF na tunasubiri majibu. Hivi mchezo wakisema unarudishwa tena labda tarehe fulani, nyie Yanga mtakubali kucheza huo mchezo tena? Only option sisi Yanga kukutana na Bigabula wa Modewiji msimu huu ni kwenye FA. Mbali na hapo hatuna mechi nyingine ya kucheza. Kwa tayari pointi 3 mnazo. Nakwambiaje, only option ya kukutana na Bigabula wa Modewiji kwenye ligi kuu ya NBC haipo. Option iliyobakia ni kwenye FA, na tuna imani mai wetu waweza akakimbia FA. Nilipokuwa nawaambia 8-18-28 madunduka watoki, nadhani leo mmeamini timu yao wanawake tumeipasua. Nadhani sisi sasa tunajiandaa kucheza na Simba msimu unaokuja kwenye ligi. Kama kwenye FA watakuja inshallah, wasipokuja nayo ni hewala, lakini kwenye ligi sahau Yanga kucheza na Simba. Timu kiukweli Yanga Princess tuna timu. Hapo Elliot alikuwa yuko jukwani, hapo kuna baadhi ya wachezaji hawakuanza kwenye kikosi cha kwanza. Kwa nadhani ushindi, mimi mpaka nakuja uwanjani niliamini Yanga Princess itapata matokeo, na tumepata matokeo. Na mwenendo wa kipindi cha pili kwenye huu mchezo, Yanga tunapaswa kuondoka tukiwa vichwa chini. Kwa nini tumekosa magoli mengi? Kuna surprise attack tulifanya kama 3-4 hivi, mbili zingeweza kuzaa magoli lakini tukashindwa, lakini kwa sababu tulikuwa tushapata goli hivyo mechi imemalizika, tumepata alama 3. Tunampongeza pia kocha Edna Lema, amefanya kazi nzuri sana. Unajua zamani timu tulikuwa tunayo, kocha hatuna, kocha tukamuondoa tukakosa timu. This time amekuja, tumempa wachezaji kama kina Jenny, kina Tbise, kina Harriet, na timu unaiona ina flow kabisa. Unaona hapa timu ya mpira wa miguu ipo ya wanawake, na kwa mwenendo huu ligi inayokuja, kwa sababu ligi ya wanawake ukiangusha alama 2 alama 4 unakuwa automatically umejitoa kwenye ubingwa. Kwa zile draw za mwanzo, kama Yanga tutachukua ubingwa kwenye ligi ya wanawake msimu itakuwa ni miracle, kwa sababu watu washaangusha tu alama 3 na wakakosa ubingwa. Kwa hiyo nadhani kwa msimu ujao tunajipanga zaidi kuchukua ubingwa, kwa sababu msimu huu bado tunajenga timu. Baada ya Simba kuna JKT Queens pia mtakutana naye kwenye mzunguko huu wa pili. Pengine nao unaona mkienda kupata ushindi. JKT Queens alikuwa ni mpinzani wetu kule Arusha kwenye mchezo wa finali, tukambabua goli 3-0. This time kwenye ligi nadhani tutakuja kucheza naye fair. Unajua kwenye ligi si hakuna tunachotafuta, ilikuwa tu ni kumsimamisha Mai achukue ubingwa na huko ametufunga, inakuwa ipendezi. Kwa hiyo sasa hivi hata akichukua ubingwa sisi tumemsimamisha. Kwa hiyo nadhani huo mchezo wa Yanga na JKT Tanzania, JKT Queens ndio
Sidhani kama ni mchezo wa kiushindani tunaochukulia mashabiki mchezo wa kawaida. Anaposimamishwa Simba, JKT uko mbele hata akitufunga fresh. Yaani mimi kwenye msimu huu bora tukose wote kuliko Simba Queens wapate. Kwa hiyo huo mchezo hata sio mkubwa kama huu wa leo. Sisi tushamaliza kazi kwenye ligi ya wanawake, tunaandaa timu yetu kwa ajili ya msimu unaokuja.